Kama tulivyosema kwamba microbiome ni aina ya wadudu ambao ni salama ambao tunao. Lakini kuna watu ambao tunasema wana microbiome ambao ni modernized microbiome, kwamba ni watu ambao wanaishi Ulaya kwa mfano, kutokana na lifestyle ambazo wanaziita. Na niseme tu kwamba kuna tafiti nzuri sana zimefanyika kwa Hadzabe. Tafiti hizi zilifanyika za miongoni mwa watu wa Hadzabe ambao wao mara nyingi wanakula vitu ambavyo ni vya asili, mizizi, nyama ambazo hazijapikwa sana. Zinaonyesha kwamba hawa watu bado wana bakteria ambao ni ukilinganisha na wale bakteria ambao wako kwenye ancestry, wale ambao wanapatikana kwa watu wa zamani kabisa. Bado wana reserve ya hii bakteria, ambao wale bakteria ndio wanaosaidia sana katika kumeng'enya hivi vyakula ambavyo ni fiber based foods, ambazo ndio zinazozalisha fat chain acid nyingi. Umenielewa? Ambazo zinaonyesha ubora. Kwa hiyo sasa sisi katika utafiti wetu tuliangalia sasa, kwa sababu ile database ipo ambao walifanya ule utafiti, tukaangalia kwenye database hii ya Hadzabe na database yetu tulionayo, vitu kiasi gani tunafanana navyo na kiasi gani tunatofautiana. Tunaona kabisa sasa, ukiangalia hapo, tuliangalia hiyo Hadzabe, tukaangalia na USA, kwa sababu wale pale walifanya utafiti wakalinganisha watu wa Hadzabe wa Tanzania na watu wa USA na nchi zingine ambazo zimedevelop. Wakaona kabisa kuna junks, yani kuna tofauti kubwa katika gut microbiome iliyopo. Sasa sisi tulivyoingiza data zetu kutokana na tulivyokuwa nazo, tukajikuta kwamba tuko katikati. Hatuko kwa Hadzabe wala kwa kiwango fulani tuko kwenye ile ya Ulaya, lakini kwa Hadzabe kama vile tumetoka, yani hatupo katika hiyo level. Maana yake tuko kwenye transition, na watu kazungumza kwamba sisi gut microbiome yetu iko kwenye transition, inaelekea huko ambako ni kubaya. Na nikuulize tu, kwa mfano kama mimi nimekuwa nikila chips, sijui pizza na vitu kama hivyo kila siku. So microbiome yangu obviously imebadilika, imeenda kwa more modernized. Nikitaka kurudisha inakuwaje sasa? Unaweza kurudisha, kwa sababu gut microbiome inategemea, yani aina fulani ya wadudu sahihi ulionao wanategemea vyakula unavyokula, sababu ndani ya vyakula unaweza kukuta na yenyewe vina nini, zina bakteria hao sahihi. Unielewa? Kwa hiyo ukianza kubadilisha maisha yako, na hii imeshafanyika, tafiti hizi zipo, tutaendelea, labda tunapoendelea tutaanza kutambua utafiti mmoja kwenda mwingine. Kuna watu kwa mfano ambao walienda wakawa kwenye intervention. Kwa mfano ikafika muda akawa anapewa yogurt na vyakula vya aina hiyo, na mwingine anapewa chips na vyakula vya hiyo, ni wa kijijini lakini anapewa chips na vyakula vya aina fulani vya modernized au hivi vya high income countries ambao wanaitumia, na mtu mwingine anapewa vyakula vya kijijini. Baada ya hapo wanaanza kuchukua stool, wanakusanya ile stool kwa after labda 4 days, wanakwenda hivyo mpaka miezi mitatu. Wakuja kugundua kwamba gut microbiome ilikuwa inabadilika kutokana na mfumo wa chakula ambapo watu walikuwa wanatumia. Kwa hiyo ni uthibitisho kwamba ukibadilisha mtindo wa maisha una uwezekano wa wewe kupata matokeo mazuri hasa kwenye hili. Na ndio maana tunazungumza vile vile kwenye miongoni mwa matokeo tunasema kwamba kama tunataka kupata matokeo mazuri ya chanjo, kuna haja vile vile kuanza kuwaza kwamba wakati tunawachanja watu wawe kwenye aina gani ya vyakula kwa mfano, ili wawe na bakteria sahihi ambao wale bakteria watusaidia sisi tukiwachoma chanjo, ile chanjo ziwe bora. Kwa hiyo hicho ambacho umekigusia ni kitu cha muhimu sana, na kitu ambacho kinawezekana, ni moja ya interventions ambazo zinafanyika. Ukiangalia kwenye panya kwa mfano, kuna panya, watu wanafanya utafiti kwenye panya, kuna panya wanalishwa aina fulani ya chakula, kuna panya wanalishwa aina fulani ya chakula. Baada hapo wanachomwa chanjo, wanaangalia wapi atarespond vizuri. Wanaona kabisa kwamba kuna mchango mkubwa sana wa gut microbiome ukiwapa aina fulani ya chakula chanjo. Okay. Kwa hiyo mtu anayeumwa ambaye hajisikii vizuri bla bla bla, akibadilisha chakula anaweza akawa anajisaidia mwenyewe kwa kiasi kikubwa sana. Yaani kubadilisha mtindo wa chakula ni moja ya dawa muhimu sana. Ni kitu ambacho unajua tuna crave kwenye vyakula vya kisasa hivi saa hizi. Tuna kitu kinaitwa craving, kwamba unatamani, yani kwa mfano usipokula wali mpaka 2 hivi mtu unaanza kuona kabisa sijala chakula ambacho ni sahihi. Lakini uhalisia ni kwamba yani ni craving. Ukiweza kutengeneza mechanism, kwa mfano ukakwepana na vyakula ambavyo vinatumia mafuta mengi, ambazo ndio vyenye sukari ambavyo watu wanavihitaji mara kwa mara, ukaenda kwenye mfumo wa vyakula vya asili, ni kitu cha muhimu sana. Hata kwenye mazingira yetu ya kazi sasa, tukizungumzia kwa mfano madaktari, wanasayansi na watu wengine, tunaishi mazingira ambapo unaenda unachukua chakula, lakini chakula kimepikiwa mafuta ambayo yametumika sana, hayana nutrient na vitu kama hiyo. Lakini ukiweza kuchemsha yai lako, ukachemsha viazi vyako vya kawaida, ukaenda navyo kazini ukavipaki, una build kitu kikubwa sana kwenye maisha yako, yani cha tofauti kabisa. Okay.
Kwenye tofauti wenu, lakini nikirudia tena, hamkuona uhusiano kati ya bakteria moja na ubora wa kinga, lakini ilikuwa ni mjumuisho wa bakteria zote. Sasa kuna watu ambao kuna hizi probiotics and kama hivyo sijajua yani ni sahihi. Utafiti wetu ulionyesha hivyo kwamba tulivyojaribu kuanza kufanya analysis kuangalia kwamba bakteria huyu ana mchango gani kwenye chanjo hii, kila bakteria moja hatukuona matokeo kwamba bakteria moja ana mchango moja kwa moja wa kitu kimoja. Na sisi tulienda mwishoni tukatafsiri kwamba bakteria ni kama jamii, yani wanafanya ni wengi, yani bakteria sio mtu mmoja, yani ni muunganiko. Kwa hiyo matokeo makubwa ambayo yanahitajika ni kwamba ni matokeo yenye muunganiko. Japo huu ni utafiti wetu. Tafiti nyingine zilishafanyika ambazo zinaonyesha bakteria fulani ana uhusiano na ubora wa kinga fulani. Kwa hiyo kutofautiana kunawezekana. Kwa sababu gani inawezekana? Kwanza kabisa chanjo sisi kwetu ilifanya kazi kwa kiwango kikubwa, ilikuwa ni vizuri. Yani ukilinganisha na chanjo zingine, kwa upande wetu kama utakumbuka kusoma kwetu utaanza kuona kwamba chanjo upande wa Moshi kwa ujumla ilifanya vizuri ukilinganisha na chanjo za sehemu nyingi za Afrika. Na of course inatokana na uhalisia kwamba kwa mfano sisi pressure ya infectious disease kama minyoo, kichocho na nini haiko katika mazingira. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba maisha ya watu ambao wanaishi Moshi ni kama vile analingana na watu ambao wanaishi Ulaya kwa kiasi fulani, ambapo kinga yao haijatumika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kuna reserve. Unapomchoma chanjo, kwa hiyo unakuta ana reserve ya kutosha kwa ajili ya kuzalisha kinga ya mwili. Sasa ukiangalia mazingira kama hayo, kuanza kulinganisha kiumbe kimoja kwenda mwingine kama chanjo imefanya vizuri sana, inakuwa ni vigumu kwa sababu chanjo kwa ujumla wake imefanya vizuri. Ilitakiwa tupate watu ambao hawajafanya vizuri kabisa na wale ambao wamefanya vizuri sana. Then tukianza kufanya analysis ingeturahisishia kuona kwamba kupinpoint ni bakteria gani anafanya kazi vizuri. Kwa hiyo na uhakika kwamba tafiti zingine zikifanyika katika mazingira mengine, kwa mfano kanda ya ziwa ambako kuna kichocho kwa kiasi kikubwa na sehemu zingine, inawezekana ikaleta matokeo ambayo yanaweza yakatofautiana na sisi kiasi fulani, ambako sasa ndio uhalisia kwamba mazingira yanapotofautiana, intervention na namna ambavyo watu wanafanya kazi inabidi zitofautiane, na watu inabidi wakati tunatibu tukumbuke kwamba mazingira tunayotibia ni yapi. Sawa kabisa. Kwa watu ambao wana magonjwa, kwa mfano kama tumezungumzia kanda ya ziwa, kuna vichocho na vitu vingine ambao sasa changamoto ni basically ni mfumo wa mkojo, na kuna namna ambao tunaweza tukaboresha kinga yao ya mwili kulingana na utafiti huu mliofanya. Very good. I think umezungumza kitu cha muhimu sana. Kwenye utafiti sikumbuki exactly wapi, lakini nimeandika kwenye conclusion huku kwamba inawezekana kuna umuhimu kabla watu kwa mfano hawajachomwa chanjo waweze kupewa dawa za minyoo kwa muda fulani. Tukawaua wale minyoo kwa mfano, na then baada ya hapo tukawapa nini? Chanjo. Na kwa mfano Tanzania, serikali ya Tanzania inafanya hii deworming programs kwa watoto wa shule ya msingi. Si ndio? Kwa hiyo kwa mfano watoto sasa hivi wanapewa hizi chanjo kama za human papilloma virus, watoto ambao ni wadogo kwa ajili ya kuzuia cervical cancer. Nafikiri ingeweza kufanya kazi vizuri zaidi kama kwenye mazingira ambayo kuna infectious diseases, haya minyoo, kichocho na vitu vingine, kama wangepewa hizo dawa wakasubirishwa muda fulani alafu wakapewa chanjo, ukilinganisha na wale ambao wanapewa chanjo wakati wana minyoo na wana hali zingine ambazo kwanza kabisa kinga ya mwili inajiuliza nipambane na mdudu au nitengeneze kinga. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, kama ulivyozungumza, ni muhimu sana, na ndio maana tunazungumzia ikiwezekana watu wawe screened, baada ya hapo ndo wapewe chanjo. Kwa sababu unawezekana kweli umempa chanjo lakini kinga yake ya mwili inapambana na kitu kingine na inatumia nguvu yake nyingi kupambana na kitu kingine, au kinga ya mwili imezalisha kemikali ambazo zinazuia kinga yako ya mwili kufanya kazi vizuri.